Mpenzi mtazamaji wa channel yetu, tupo hapa bwana na Ustadhi Suleimani Mbogo. Kama kawaida tumekuwa kama sehemu ya kujifunza, na kuna baadhi ya masomo yameshafanyika huko nyuma, lakini tumekuwa tukitamani kuyarudia hasa yanapoibuka mambo mapya ambapo mtu anagundua maandiko fulani mbona yanamaanisha hivi tofauti na mwanzo. Leo tunazungumzia kuhusiana na uungu wa Yesu. Wakristo wanaamini kabisa Yesu ni Mungu mkuu. Baadhi ya Wakristo wanasema ni Mungu mkuu, wengine wanasema ni mwana wa Mungu, kutokana na vile utakavyotaka. Lakini leo tutajikita sana hasa kwa hoja za Daniel Mwankemwa. Juzi mmefanya mdaharo na yeye alikuja na hoja 5 za nguvu sana kuhusiana na uungu wa Yesu, kwamba Yesu ndiye Mungu, sio mwana wa Mungu tu, ni Mungu mkuu mwenyewe kabisa, ndiye muumbaji. Sasa kwanza kwa kuanza, Ustadhi, utuambie kwanza, nyinyi hasa mnapomkataa kwamba Yesu sio Mungu mkuu, huwa mnatumia hoja gani? Kwa sababu vitabu mnasoma, Biblia mnaisoma na mnaikubali, Qurani mnasoma. Kama hivyo vitabu vinaweza kuwathibitishia kwamba Yesu ni Mungu mwenyewe, Mungu mkuu, nini hasa huwa mnaamua kwamba hapa tunakataa Yesu sio Mungu mkuu na Biblia imeandikwa, na hapa tunakubali kwamba kwa maandiko haya maandiko ni ya kweli, haya ni ya uongo, wakati yote yapo ndani ya Biblia? Ustadhi, karibu sana. Asalamu alaykum, habari ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nashukuru sana kwa mtangazaji kuweza kuhoja maswali, kwa sababu ni kweli majuzi tulikutana na Daniel Mwankemwa na hoja yake akawa sana anataka kusema na kulazimisha kuwa eti Yesu ni Mungu, tena anasema Mungu mkuu. Lakini ni vitu ambavyo havikubaliani kabisa kwa mujibu wa ushahidi wa vitabu. Kabla sijasema kuhusu kuingia ndani ya vitabu, kwanza concept ya Mwenyezi Mungu. Kitaalamu sisi katika kuelezea hoja ya Mwenyezi Mungu inasema, in Islam God is nothing like a human being or anything that we can imagine. In Islam tunaambiwa katika Uislamu Mwenyezi Mungu si kama kitu kiumbe wa kufikirika kama vile mwanadamu. Na tunaona kwamba Qur'ani imeeleza vizuri kwamba sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tunapozungumzia Mwenyezi Mungu, mwenye enzi, Mwenyezi Mungu, kusema Mungu tu hii inapungua sifa, kwa sababu Mungu ina wingi kwa maana ya miungu. Lakini unaposema Mwenyezi Mungu hakuna uwingi, kwamba Mwenyezi Mungu ni sifa ya Mungu mmoja. Kwa hiyo Mungu hawezi kuwa na kigeugeu kwamba leo awe fulani awe fulani. Sasa tunapozungumzia kuhusu hoja ya Yesu kuwa sio Mungu, si kwamba sisi tunasema Yesu sio Mungu, ndio maandiko na ni uhalisia. Kwa mfano, tunaona Yesu ukisoma katika Yohana 14:28, Yesu mwenyewe anasema, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Sasa kwa hoja hii tu uwezo ukasema tena Yesu ni Mungu, kwa sababu Yesu mwenyewe anamtegemea Mwenyezi Mungu. Sasa nilianza kwa sifa ya Mwenyezi Mungu. Ukisoma Qur'ani sura ya 6 aya 59, nitaisoma hapa, kisha naomba na wewe nifunulie Marko 12:11-12. Naomba nifunulie kitabu cha Marko huko 11:12. Sasa wakati nasoma huku Qur'ani sura ya 6 aya 59. Baada billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa innahu, kwamba hapa katika aya 59, nisome aya 59. Allah anasema bismillahir rahmanir rahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lam ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqati illa ya'lamuha wala habati fi dhulumatil ardi wala Sasa ukisoma katika tafsiri hapa, kwa bahati leo sikuja na tafsiri ya Kiswahili, ila nitaisoma kwa Kiswahili tu ya Kiingereza. Inasema, ziko kwake Mwenyezi Mungu funguo za mambo ya ghaib, na hakuna anayezijua ila yeye. Anasema, and with him are the keys of the ghaib, all that is hidden. Kwamba ziko kwake Mwenyezi Mungu funguo ya mambo ya siri. None knows them but he.
hakuna anayezijua ila yeye. And he knows whatever there is in the land, kwamba anajua yaliyomo katika nchi, yani katika ardhi, and in the sea, na pia yaliyomo katika bahari. Not a leaf falls, na kwamba halianguki jani, but he knows it, kwamba halianguki jani ila Mwenyezi Mungu anajua. And anasema there is not a grain in the darkness of the earth, nor anything fresh or dry, but is written in the clear record, kwamba halianguki jani ila anajua, na hianguke punje katika giza la ardhi iliyoyabisika, iliyorutubika ama iliyoyabisika, isipokuwa Mwenyezi Mungu anayajua. Haya yote yapo katika kitabu chenye kudhihirisha kila jambo. Kwa hiyo Qur'ani inaeleza sifa kwamba Mwenyezi Mungu hata likianguka jani tayari Mungu anajua. Mwenyezi Mungu hahitaji miwani kama hii niliyovaa. Hii napenda nitolee mifano. Na leo kidogo na shida kidogo ya macho, nilipata dharura kidogo, lakini inshallah taendelea. Na ndio maana kidogo katika kusoma pia napata shida. Sasa naomba nisomee kitabu cha Marko sura ya 11 ya 12. Asema hivi: siku iliyofuata walipokuwa wakitoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake, na alipoufikia hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Sasa tunaambiwa hapo kwamba Yesu ilikuwa ni asubuhi. Hata asubuhi yake, japo hiyo tunasema siku iliyofuatia, hata asubuhi yake alipotoka Betania, Yesu aliona njaa, akaona kwa mbali mtini wenye majani. Kwa hiyo nilitoa hii sifa kwamba kwa mujibu wa sifa ya Mwenyezi Mungu hata likianguka jani anajua, lakini sifa ya Bwana Yesu anaona kwa mbali. Sasa Mwenyezi Mungu hawezi kuona kwa mbali kwa sababu ameumba mwenyewe. Lakini akaona mti ambao una majani, akaenda ili labda, ukishaweka labda tayari inaonyesha wewe huna uhakika. Na alikusudia akute matunda, lakini baadaye hakukuta matunda, alikuta majani matupu. Hii inaonyesha kwamba Yesu hawezi kuwa Mungu na hana hata dalili, kwa sababu hii sifa ya kiumbe wa kawaida. Kwa hiyo ni sifa kama ya mimi na wewe. Naweza kaona kwa mbali labda mti ule una matunda, kumbe hauna. Lakini kingine haukuwa msimu wa tini. Sasa hoja imekuja kwamba Yesu akaulani ule mti, kwamba kuanzia leo yasipatikane matunda kutoka katika huu mti. Lakini sasa hizi ni hasira za Bwana Yesu baada ya kukosa matunda. Na hoja inakuja, kwa nini Yesu aulani mti ambao una mti mwema mwenye kutoa matunda aulani? Umefanya kosa gani? Kwa hiyo sasa Daniel akataka kustiki hapo kwamba ni kuonyesha kwamba Yesu ameonyesha yeye ni Mungu kwa sababu kaulani mti. Sasa Mungu sio kawaida yake kulani. Unalani kiumbe ambacho hakina hatia. Kwa hiyo hii ndio ilianza na sifa kama hii. Sasa naomba uulize maswali yako ili sasa tuweze kuchambua kwa nini tunasema kwamba Yesu sio Mungu kwa mujibu wa vitabu. Naam. Mfano rais Daniel alikuwa anatumia kwamba Yesu ni Mungu mwenyewe, yule Mungu mkuu, kwa sababu ya vitu ambavyo alikuwa anavifanya. Kwa mfano sifa ya uumbaji. Sina weka alitoa hapa, lakini katika Qur'ani inaonyesha kwamba Qur'ani inamthibitisha kwamba Yesu aliumba. Na nyinyi Waislamu mnakubali kwamba anayeumba ni Mwenyezi Mungu. Nyinyi Waislamu mnakubali kwamba anayeumba ni Mwenyezi Mungu. Lakini Biblia yenyewe inaonyesha kwamba Yesu aliumba. Na nyinyi Waislamu kwenye Qur'ani mnakubali kwamba Yesu aliumba. Ambapo huko nyinyi mnamuita Isa. Yesu hajaumba sehemu yoyote. Kwenye Biblia hakuna sehemu Yesu kaumba. Isipokuwa Daniel alichokifanya, alitoa ndani ya Qur'ani sehemu ambayo, mfano kusoma 3 ile sura ya 3 aya ya 45 kuendelea, kusema 35 kuendelea. Kuna kisa pale kinaelezwa kwamba Nabii Isa aliumba ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Yaani mfano wa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Sasa alichokiacha Daniel ni kile cha ile idhini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama Mungu asingetoa idhini asingeweza kufanya, na ule ulikuwa ni muujiza. Sasa muujiza ule ulikuwa una maana kwamba Mwenyezi Mungu anamdhihirisha. Mfano, hebu nisomee 2:22 Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 2:22. Naam. Sawa. Anasema hivi. 2:22 Matendo ya Mitume anasema, enyi wanaume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu,
kama ninyi wenyewe mnavyojua. Unaona? Kwa hiyo wanaume wa Israeli wanajua kwamba enyi waume wa Israeli, inaonyesha wazi kwamba Yesu wa Nazareti, mtu aliyetumwa na Mungu, aliyedhihirishwa kwenu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu azifanya kati yake kwa mkono wake, kama nyinyi wenyewe mnavyojua. Kwa hiyo hata Biblia inakubali kwamba Yesu alifanya miujiza, na sio yeye peke yake, ni wengi tu, lakini alifanya kwa uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana nilitoa mfano kwamba majuzi tulikuwa kuna mashindano yale ya Qur'an, kwamba Rais Samia ndio alikuwa mgeni rasmi aliyealikwa, lakini alimteua waziri mkuu kwamba nenda wewe. Sasa haiwezekani waziri mkuu amteue rais, nenda wewe. Kwa hiyo mwenye mamlaka hapa ni Mwenyezi Mungu aliyemkabidhi miujiza Bwana Yesu. Kwa hiyo hoja ya msingi, nitumia mfano kama mfano wa kawaida. Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba Yesu hawezi kuwa Mungu kwa sababu yeye katumwa na Mungu. Sasa kwenye Biblia tukisema uumbaji, huwa tunaamini kwamba vitu vyote vimeumbwa na Yesu. Kwa andiko gani? Kwa andiko la Yohana 1:1. Kwa mfano hapa anaposema, naye nazia tu hapa katikati, naye neno alikuwa kwa Mungu, huyo mwanzo alikuwepo kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Sasa hilo andiko bado halithibitishi kwamba Yesu kaumba, kwa sababu kwa mujibu wa andiko kwamba hapo mwanzo, ukianza mwanzo, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sasa hapa neno hawezi kuwa Mungu kwa sababu mfano wa kawaida ni kwamba halipatikani neno lazima awepo mtamkaji. Ili neno lipatikane lazima kuna anayetamka. Sasa haiwezekani Mungu awe ndio neno mwenyewe, haiwezekani. Mfano, hebu ukisoma Zaburi sura ya 33 anzia 6. Zaburi Zaburi 33:6. Naam. Zaburi 33:6 anasema hivi, kwa neno la Bwana mbingu ziliumbwa, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Tulia hapo hapo, sifunike. Andiko linasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanyaje? Ziliumbwa. Kwa hiyo Mungu ameumba kwa neno, ni vitu vingi tu. Nenda 9. Hiyo. Maana yeye alisema na ikawa, na yeye aliamuru ikaumbika. Kwa hiyo Mungu yeye anatoa amri. Kwa hiyo haiwezekani lile neno awe Mungu tena. Unaona? Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko haya hakuna sehemu inathibitisha kwamba Yesu yeye ni Mungu, kwa sababu Yesu yeye kaumbwa. Mfano, ukisoma Mathayo 1:1 inasemaje? Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa nani? Ukisoma haya maandiko tu, kwanza ukianza muktadha wa haya maandiko, kitabu cha ukoo wa Yesu. Hivi Mungu ana ukoo kwanza hapa? Mungu anaweza kana ukoo? Sasa kama Mungu atakuwa na mkoo, kutakuwa kuna Mungu shemeji, Mungu mkwe, Mungu nani? Unaona? Hiki kitabu cha ukoo wa Yesu. Sasa Mungu atakuwa na ukoo kweli? Kwa sababu ndio mwanzo wa injili huo. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba Yesu yeye ni mtume wa Mungu tu, atabaki kuwa hivyo. Okay, tunaposoma sisi wa Kristo, tunaposoma kuhusiana na Mwenyezi Mungu, tunaposoma kuhusiana na imani yetu, huwa tunaamini kwamba Yesu ni Mungu, lakini vile vile ni nabii. Ni nabii wapi na ni nabii na ni Mungu wapi? Inategemeana hasa unavyomchukulia. Kwa mfano kama ulivyotoa hapo mfano wa Mheshimiwa Rais kumwagiza waziri mkuu. Sasa tunamzungumzia Mheshimiwa Rais mwenyewe akiamua ajigawanye katika majukumu yake. Kwa mfano akiwa anaongoza nchi, anafanya kitu chochote cha nchi kwa kutumia katiba, yeye ni rais na cheo chake na heshima zake zinabaki hapo. Akiamua kurudi nyumbani, ni mke na ni mama. Kwa hiyo pale anapopika, anapofanya nini, kwamba inawezekanaje Mheshimiwa Rais akawa anapika? Pale sio Mheshimiwa Rais, pale anaifanya ni mama, au anapofanya ni mke wa mtu au ni mume wa mtu, kutegemeana na kilichopo pale. Kwa mfano tunaposema ni nabii, maana yake ni nabii anapokuwa ulimwenguni, kama hivyo unavyosema wewe alizaliwa akaishi. Na hata tukisoma labda maandiko ndani akiwa ni nabii, tunakuja kusoma hapa kwamba Luka 20:4 mstari wa 19 nasema hivi, akawauliza
akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Hapo manake yupo ulimwenguni kama mwanadamu, amezaliwa, amekula, amenyonya kwa Mariam kama mwanadamu wa kawaida. Hata tukisoma Kumbukumbu la Torati, anasema Bwana Mungu wako atakuondokeshia nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, msikilizeni yeye. Manake hapo tunamzungumzia Yesu kama nabii. Lakini tunapokuja kumzungumzia Yesu kama mwana wa Mungu, tunasoma kwa mfano kitabu hicho cha Mathayo ambacho anasema cha ukoo wa Yesu. Yesu alikuwa anawauliza sasa wale wanafunzi wake, mwaninena mimi ni nani? Akawaambia, nani mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akawaambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Lakini tunaposema labda Yesu alikuwa ni Mungu hata mwanzo, yani mwanzo kabisa ule alivyokuwa Mungu, kama hivyo ninavyosema hapo, inapotumika neno la Mungu mtamkaji ambaye ni Mungu mwenyewe, tunakuja kusoma labda Tito 2:13 anasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Tunamwona kwanza Yesu Kristo utukufu wake, tunamwona ni mwokozi wetu, lakini tunamwona kwamba ni Mungu mkuu. Huyo mtu mmoja kwanza alikuja duniani kutuokoa, lakini ni Mungu mkuu alivyokuwa mbinguni, na Yesu Kristo alikuwa ni Yesu Kristo. Au tukisema tusome Timotheo wa kwanza sura ya 3 aya ile ya 16. Kwa hiyo tukisoma hayo maandiko yote tunakuja kuona kwamba Yesu ni nani? Yesu ni Mungu, Yesu ni nabii. Kutokana tu na wapi alipo. Ndivyo tunavyofundishwa. Kwa nini Musa hakuitwa Mungu? Kwa nini Ibrahimu hakuitwa Mungu na manabii wengine hawakuitwa Mungu? Kwa sababu kama ni miujiza wengi wamefanya tu. Kina Elia, Elisha, wamefanya miujiza mingi tu. Kwa nini mnganganie Yesu tu aitwe Mungu? Hali ya kuwa hata ukizilinganisha hizo sifa wala hazifanani na Bwana Yesu. Kwa mfano, hebu nisomee sura ya 13 aya 32, Marko 13:32. 13:32 Marko. Naam. Anasema hivi, lakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba. Tunaambiwa habari ya siku ile, kwa maana siku ya kiyama. Hakuna anayejua, hata malaika walio mbinguni wala nani? Wala mwana. Mwana hapa ni nani? Mwana hapa ilikuwa inamaanisha Yesu Kristo. Na ndio maana Danieli, juzi nilitoa andiko kwenye Mathayo sura ile ya 24:36 ambayo inafanana na hiyo. Tulipozungumzia mwana akachomoka, akataka kukataa sio Yesu. Nilizungumzia kuna sehemu mwana naye atatiishwa, akataka kuchomoka. Yaani akitaka kutetea jambo lake, kikuta mwana anamuingiza Yesu. Ile aya ikimbana anamchomoa Yesu, si hapa. Sasa utakuta sifa ambazo zinapewa Bwana Yesu sizo mfano. Katika aya zote ulizozitoa nimekusikiliza kwa makini. Sema Yesu nabii, unasema ni alivyokuwa anafanya unabii wake hapa duniani. Kwa hiyo unataka kuniambia baada ya kutoka, maana Yesu karudi katika uungu wake? Kwa mafundisho ya Kristo, mimi kama Mkristo, sasa hivi Yesu karudi kwenye uungu wake. Sasa hivi Yesu ni Mungu. Hivi tunapoongea. Alipokuwa duniani yeye alikuwa ni mwana. Muda huo alipokuwa mwana, Mungu anakuwa yuko wapi? Kwa sababu hata aliwafundisha watu kusali kwamba semeni Baba yetu uliye mbinguni. Sasa huyo Baba aliyekuwa mbinguni, wakati Yesu anasema Baba uliye mbinguni, yeye yuko wapi? Ndio. Yeye wakati anasema Baba uliye mbinguni, yeye muda huo yuko wapi? Yuko duniani, si ndio? Tunapofundishwa na uelewa ninaoupata, tunapofundishwa mafundisho ya Kikristo juu ya Yesu kuwa Mungu, na uelewa ninaoupata ni hivi. Yesu wakati anakuja kufundisha, maana yake, kumbuka tunaposema Mwenyezi Mungu sio dikteta, na ndio maana alimwacha shetani aendelee kuishi, tunamaanisha kwamba yeye alituumba sisi. Na yeye alivyotuumba sisi wanadamu akasema sisi ni wabora, labda kuliko viumbe wengine aliowaumba. Akasema sisi ni wabora. Akaja huku kutaka kutuongoza jinsi gani tunapopitia magumu, jinsi gani yani tujinyenyekeze kwa Mwenyezi Mungu. Yani Mungu mwenyewe anakuja kutufundisha jinsi gani tuseme tumfuate yeye. Ndio maana akashuka huko kama mwanadamu, kwa sababu tungesema ashuke kwa umbo la kimungu mwenyewe, wengi tungemkimbia au tungemuogopa sana kwa sababu mmekutana na Mungu. Lakini Yesu alijifanya kuwa rafiki, kuwa mwanadamu kama sisi,
ili sisi tupate kumuelewa vizuri. Je, ukipitia katika magumu haya ufanyeje? Hata hapo unaposema alikuwa haelewi kwenye mtini pale kuna nini, au ule mtini akaulaani, kwamba anafundisha kiubinadamu vile tuenende kati yetu sisi wanadamu kwa wanadamu na kati yetu sisi na Mungu. Na hata pale anaposema mnaposali salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Yesu ndo anasema naomba. Haya, tunaposema alienda kule mlimani akawa anamlilia Baba. Ukiwa katika magumu inatakiwa umlilie vipi Mwenyezi Mungu? Imani yako ende vipi? Hivyo ndivyo tunavyofundishwa, na hivi huu ni uelewa kwa yale ambayo tunayafundishwa. Kwa hiyo maana Yesu alikuwa ana act kwamba ni binadamu. Okay, alivyokuwa duniani yeye alijifanya mtu. Yaani aliubeba mwili wa kibinadamu. Lakini alikuwa ni Mungu yeye mwenyewe kabisa. Sasa huoni kama vile unajichanganya. Kwa hiyo mimi nataka kujua pointi ya msingi. Yote tutakaozunguka nao. Kwa hiyo unataka kuniambia sasa hivi Yesu aliko huko ni Mungu? Yesu aliko huko ni Mungu. Yaani hili hapa kwa swali ulioniuliza najibu moja kwa moja. Ndio. Yesu huko aliko ni Mungu. Akiwa sisi tunasemaga Mungu yupo mahali pote. Ndio. Akiwa katika roho, maana yake Mungu akiwa ndani yetu. Yule Yesu anakuwa Yesu Mungu mkuu, mwana wa Mungu vile alivyotumika kama nabii, lakini vile vile ni Roho Mtakatifu ambaye yupo ndani yetu. Kwa hiyo huko aliko yeye ni Mungu mkuu. Kuna vitu vingi unavichanganya sana. Kwa hiyo huko aliko unasema ni Mungu. Sasa hivi si yuko mbinguni? Ndio. Kwa hiyo huko sasa hivi sio mtu, ni Mungu. Sio mtu, ni Mungu. Kwa hiyo Biblia inasemaje? 7:55 Matendo ya Mitume. 7:55 Matendo ya Mitume. Naam. Sawa. Tumfuate huko aliko. 7:55. Naam. Anasema hivi: lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kulia wa Mungu. Tunaona huyo ni Stefano ambaye alipigwa kwa kuuawa. Kaza macho yake akitazama mbinguni, akauona kwanza utukufu wa Mungu na Yesu amesimama mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Endelea. 56. Akasema, tazama naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kulia wa Mungu. Huyu mwana wa Adamu ni nani? Si Yesu? Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu tumemfuata mbinguni, tunakuta Mungu ameketi kwenye kiti cha enzi na yeye kasimama mkono wa kuume wa Mungu. Hata kiti hajapewa. Okay. Kwa hiyo kaenda kasimama, hata kiti hajapewa. Sasa anakuaje? Kwa hiyo kumbe tumeona kwamba kama duniani kwa unasema huko alijifanya yeye ni mtu. Lakini yeye alikuwa Mungu. Tumemfuata mbinguni kule naye nifanye nani? Bado ni mwanadamu, sawa? Sasa uungu wake unafanya kazi sehemu gani? Kwa sababu bado tunaona hata mbinguni huko bado ni mtu. Mafundisho tunayofundishwa yanasema hivi, tukisema kama hivyo ninavyosema Yesu amesimama upande wa kuume, wa kulia wa Mungu, maana yake yupo upande sahihi. Yaani Mwenyezi Mungu. Lakini kasimama. Yupo upande sahihi wa Mwenyezi Mungu, wakati kuna upande ambao sio sahihi, ule wa kishetani ambao sio sahihi kuwepo. Kwa hiyo yeye anakuwa upande ule ambao ni sahihi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yupo ule upande ambao ni sahihi. Tuseme right side, upande ambao ni sahihi. Sijakataa kwamba hayuko upande sahihi. Ila ninachosema yupo Mungu alafu yupo Yesu, sawa? Basi niseme hivi, kwa mafundisho ambayo tunafundishwa, sio kwamba kuna yani hapa nilipokaa, sio kwamba hapo pembeni yake eti Mungu yupo hapa alafu na Yesu yupo hapa pembeni yake. Ni huyo mtu mmoja. Ndivyo mafundisho ya Kikristo haya ambayo tunafundishwa na kina Mwankemwa ndivyo wanavyosema. Kwamba Mungu ndiye huyo. Yaani huyo unaposema ni upande wa kulia wa Yesu au upande wa kulia wa Mungu, ndo Mungu huyo mmoja. Sio kwamba eti kuna Mungu hapa mkubwa alafu Yesu yupo pembeni yake. Hebu rudie hilo andiko. Ili andiko la Stefano linasema hivi. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akatazama mbinguni akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kulia wa Mungu. Yesu kasimama upande wa mkono wa kulia wa nani? Wa Mungu. Endelea na hilo andiko. Akasema, tazama naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kulia wa Mungu. Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kulia wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo kumbe huko aliko ni mwana wa Adamu ambao amesimama mkono wa kulia wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo bado kule ni mwanadamu bado na amesimama hata kiti hajapewa. Lakini mwalimu, ukiangalia hapa aliyekuwa naongea haya maneno ni Stefano. Sawa. Kwamba mwana wa Adamu. Yeye Stefano anamjua huyu ni mwana wa Adamu. Bado hajamjua kwamba ni Mungu. Kwani wewe na Stefano nani mwanafunzi wa Yesu? Stefano mwenyewe.
Hasa kama Stefano mwanafunzi wa Yesu na haya anayoyazungumza kafundishwa na nani? Kwa sababu huyo katokewa ujue. Akafunuliwa kwamba akauona, yani akatazama mbinguni, akakaza macho akatazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu. Yeye kaonyeshwa, wewe unasema ila yeye kaonyeshwa. Sasa huoni kwamba Stefano ndio yuko sahihi kwa sababu yeye kaonyeshwa na Mungu maono? Haya maswali Yesu. Of course kuhusiana na hayo maswali mimi huwa nauliza vile vile kwamba kwa wale waliokuepo wale waliokuepo na Yesu, hata wale ambao walikuwa wanamfuata, hata hapa alipokuwa anauliza kina Simon Baliona. Naambiwa kwamba hawa ambaka anaondoka Yesu hawagundua kwamba Yesu alikuwa ndo Mungu mwenyewe. Kwa hiyo akina Paulo baadaye, kumbuka Paulo yeye sio kwamba Paulo alikuwa anakutana kabisa na Yesu hivi. Yeye hakuwa anakutana na Yesu kwamba akae kabisa hivi. Wao ndo walikuja kusema sasa baadaye kwamba yule Yesu alikuwa ndo Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu wenyewe walikuwa hawajui kwamba Yesu ni Mungu, si ndio? Nilivyoulizwa maswali na kujibiwa ni kwamba Yesu mpaka anaondoka hawakugundua. Kwa sababu Biblia tunayotegemea sio ile dogmatism ambazo zinatoka kwenye vichwa vya walimu wa Kikristo. Tunazungumzia Biblia. Haya tunayosoma ni Biblia. Acha yale mafundisho yako uliyofundishwa au umekalilishwa tu ukaaminishwa kwamba Yesu ni Mungu, lakini kwenye ushahidi wa maandiko hakuna. Sasa kama tunakubali kwamba eti Stefano alikuwa hajui, wanafunzi wa Yesu walikuwa hajui, sasa nani anapaswa kujua kwamba Yesu ni Mungu wakati yeye mwenyewe kafundisha mpaka anamaliza kufundisha anaondoka? Alafu tena iwe kwamba eti wanafunzi walikuwa hawajui. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba wanafunzi wa Yesu hawajui kwamba Yesu ni Mungu. Hawakujua kama Yesu ni Mungu. Lakini Wakristo nyinyi mnajua Yesu ni Mungu. Sasa kati ya nyinyi na nyinyi Wakristo wa sasa na wanafunzi wa Bwana Yesu, nani walishuhudia mafundisho ya Bwana Yesu? Utofauti wetu sisi na wao, sisi tunaongozwa na Roho. Ndivyo ninavyoambiwaga, sio sasa mimi. Tunaongozwa na Roho. Walimu wa Kikristo akiwemo Mwangemwa ndani yake. Kwamba tunaongozwa na Roho ambaye sisi anatufunulia tujue kwamba yule Yesu alikuwa ni Mungu mwenyewe. Tukiangalia kwanza matendo yake. Na ndio maana kama huo mdahalo mliofanya, Mwangemwa akaja na sababu 5 kwa nini Yesu ndio Mungu mkuu mwenyewe. Na bado hajatoa ushahidi. Hakuna sehemu ambayo inasema Yesu ni Mungu mkuu, kwa sababu hata lile andiko la Tito 2:13 kwamba tukitazamia tumaini ni baraka na mafunuo ya utukufu wa Mungu, anasema utukufu wa Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Sasa ukitazama lile andiko, asili ya maandiko ya Kiswahili yametoka kwenye Kiingereza, na ndio maana ukisoma kwenye Kiingereza Daniel alitaka kulembesha lakini bado andiko linakataa. Ukisoma Kiingereza nasema looking for that blessing hope and glorious appearing for the great God and our Savior Jesus Christ. Kwa hivyo utakuta hapo ile andiko ukisoma kwenye lugha ya Kiingereza limetofautisha kwamba tukitizamia tumaini ni baraka ya mafunuo ya utukufu wa Mungu mkuu. Alafu na Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo hawezi kuwa Mungu kwa sababu tayari Mungu ametajwa kivyake na huku anatajwa Yesu kivyake. Kwa hiyo Yesu anabaki kuwa mtume. Kuna Mungu mkuu na Yesu anabaki kuwa mtume. Kwa hiyo ndio kitu ambacho Kiswahili ndio kinawachanganya hapa. Sasa unaposema kwamba tukiuliza majibu tunaopewa, Biblia ndio inatakiwa itoe majibu. No, na ndio maana Yesu anasema watu wao uniheshimu kwa midomo bali mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo sasa hayo unayotaka kuyaleta kwamba tukiuliza huwa tunajibiwa, hayo ni mafundisho ya wanadamu ambao Yesu alishai kuyakemea. Lakini wanatumia vifungu. Kwa mfano, moja ya hoja kubwa ambayo alitumia Danieli, anasema Mungu anajua asilini na Yesu mwenyewe alikuwa anayajua asilini. Kwa mfano, mlipokuwa mnaongelea swala la tini kwamba mti umekosa matunda, wewe ukasema mbona Yesu alishindwa kujua tu hili jambo rahisi? Kama Mungu anaweza akajua tu jani likidondoka, ashindwe kujua kwamba ule mti hauna matunda? Akasema Yesu huyu alikuwa anajua asilini kama Mwenyezi Mungu, kama unavyosema Mwenyezi Mungu anajua asilini. Tunasoma andiko gani? Tunasoma Yohana 2 mstari ule wa 22. Ngoja nikusomea hapa uone. Mstari wa 22 anasema, basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilolinena Yesu. Hata alipokuwepo Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao kwa kuwa aliwajua wote. Aliwajua wote, kumbuka hapo. Hajamwambia yeye aliwajua. Kwa ajili ya kuthibitisha kwamba Yesu ni Mungu. Waislamu mnakubali kwamba Yesu, Mungu, Mwenyezi Mungu anayajua mambo ya sirini.
kwa kutumia ule mfano wako wa nini, wa tini, kwamba tini Yesu alienda sehemu akakuta mti hauna matini, hauna matunda, ukabisha kwamba huyu hawezi kuwa Mungu kwa sababu alishindwa kujua asilini. Lakini unakuja kufunulia andiko ambalo linaonyesha kwamba Yesu anayajua asilini kwa kutumia Yohana 2 mstari wa 22. Anasema basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilolinena Yesu. Hata alipokuwapo Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao kwa kuwa aliwajua wote, na kwa sababu hakuwa na haja ya kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliomo ndani ya mwanadamu. Ni mtu binadamu gani anayejua yaliomo ndani ya mwanadamu zaidi ya Mungu? Sasa hapo sasa kitu ambacho wewe ambacho hujakielewa na Daniel ni kwamba manabii wanaweza wakasema jambo ni tofauti na sisi, lakini Mungu ndio anawafunulia. Na hii nilitoa mfano toka Mtume SAW. Ukisoma Qur'ani sura ya 11 aya ya 49, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume SAW kwamba haya ni katika mambo ya siri ambayo tunakufunulia wewe, hukuwa ukiyajua haya wala watu wako kabla ya hapa. Kwa hiyo Qur'ani pia hata Mtume SAW naye kuna mambo alikuwa anayazungumza, lakini ya mambo si mambo ya kawaida ambao huwa manabii wanafunuliwa. Hebu soma 6:45 Yohana kwanza. 6:45 Yohana. Sawa. Anasema hivi, imeandikwa katika manabii na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Unaona? Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu mwenyewe anathibitisha kwamba imeandikwa katika manabii kwa kuwa wote watakuwa wamefundishwa na nani? Kwa hiyo Yesu hawezi kusema, ndio maana akasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siatafuti mapenzi yangu bali yake yeye aliyenipeleka. Kwa hiyo manabii huwa wanafundishwa na Mungu. Kwa hiyo usishangae kwamba Yesu anaweza akajua kwamba nyumba hii, na ndio maana hata Qur'an imeeleza kwamba Nabii Isa alikuwa pia na uwezo wa kuambia kuwatajia mpaka chakula watakachokula watu, na alikuwa na uwezo wa kuwatabilia watu kwamba wewe ukifika nyumbani utachapwa alafu utapewa chakula. Leo wewe utapewa chakula fulani. Hayo alikuwa anazungumza kwa sababu manabii huwa wanafunuliwa na Mungu. Na huu ni uthibitisho. Kwa hiyo Yesu kujua hapo ni kwa sababu Mungu anaonyesha kwamba manabii huwa wanafundishwa na nani? Na Mungu. Na ukisoma Qur'ani kama nilivyosema ile sura ya 11 aya ya 49. Wanasema 49 nasema Bismillahirrahmanirrahim, tilka minal ayat. Kwa hiyo hizi ni katika ishara za Mwenyezi Mungu, al-ghaibi, katika mambo ya ghaibi, nutiha ilaika, kwamba ndio tunakufunulia haya, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha, kwamba wewe Muhammad hukuwa ukiyajua haya wala watu wako kabla ya hii Qur'ani, yani kabla ya kufunuliwa. Kwa hiyo manabii huwa wanajua kwa kufundishwa na Mwenyezi Mungu, sio kwamba wanajua kwa akili zao. Na kama ingekuwa anajua kwa akili zao, tumeona Yesu katika ule mtini alikuwa hajui chochote. Na ndio maana kuna kitabu hapa nilikisoma, alikuwa hajui chochote, lakini hapo tunaona mbele anajua ya wanadamu. Hii inamaanisha nini? Amefunuliwa, asiyofunuliwa hayajui. Okay. Na ndio maana ukisoma 29 kumbukumbu la Torati nasema mambo ya siri ni yake Mwenyezi Mungu. Na hebu usoma 29 kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 29:29. Naam. 29. Kumbukumbu la Torati nasema hivi. Naam. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Unaona? Kwa hiyo mambo ya siri ni yake Mwenyezi Mungu. Ndio maana Qur'an inasema wa indahu mafatihul ghaib, kwamba na ziko kwake Mwenyezi Mungu funguo za mambo ya siri. Kwa hiyo andiko la Qur'an sura ya 6 aya 59 linafanana na kumbukumbu la Torati sura ya 29 aya 29, kwamba mambo ya siri ni yake Bwana Mungu, na yale yaliyofunuliwa kwetu ni yetu sisi na watoto wetu milele. Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba Mungu kuna mambo ya siri anayajua yeye mwenyewe, na kuna mambo ambayo ametufunulia kupitia manabii. Sasa hayo ni kwa ajili ya kutufundisha sisi. Kwa hiyo Yesu kuna baadhi ya mambo anafunuliwa na kuna mambo hakufunuliwa. Na ndio maana Yesu alipouona mtini kwa mbali, na ndio maana ukisoma hilo andiko linaonyesha kwamba Yesu yeye anaonyesha wazi kwamba
hakuwa akijua kitu chochote. Kwa hiyo alikuwa na limiti ya uelewa na ufahamu. Kwa hiyo hakuwa akijua mambo yote. Na ndio maana ukisoma hata kitabu cha Luka sura ya 2 aya 52. Hebu naomba isome. 2:52 Luka. 2:52 Luka. Naam. 2:52 Luka anasema hivi: naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Tunaona hapo Yesu aliendelea kuzidi. Na maana alikuwa anakuwa akiwa na hekima na kimo. Kwa hiyo alikuwa anaongezeka taratibu taratibu. Unaona? Kwa akimpendeza Mungu na wanadamu. Sasa alikuwa huo Mungu anayempendeza ni Mungu gani? Kwa hiyo ni maana huyu alikuwa ni kiumbe. Hebu soma 15 anzia 7 ama anzia 8 kitabu cha Marko. Marko 15. Naam. Mstari wa 7 anasema hivi: palikuwa na mtu aitwaye Baraba. Nenda aya nani? Nenda aya ya 8. Makutano wakaja, wakaanza kuomba Marko 15. Itakuwa Mathayo. Mathayo 15. Sawa. Mathayo 15:7. Marko 7:7. Marko 7:7. Marko 7:7. Naam. Sawa. Anzia 6. Nao 6. Akawaambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo ndio maana juzi nilimtaja Daniel ni mnafiki. Sikutaka tu kubishana na Shafi. Kwa ni maneno ya Yesu mwenyewe. Shafi aliposema hilo neno litakuwa ni kali. Hilo neno nilikusudia kwenye andiko. Lakini nikaona tusikuze mjadala. Nikaona kwa sababu anapokuwa kuna anayesimamia lazima uheshimu kile anachokisimamia. Japo ungetakiwa ushahidi ingetoa. Kwa hiyo Yesu alikuwa anawaambia, anasema Isaya alitabiri vema juu yenu nyinyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, bali mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo Wakristo wote pamoja na wewe huwa mnafundisha maagizo, ni maagizo ya wanadamu tu, sio mafundisho ya Mungu kwa maana Yesu kayafundisha, ila maagizo ya wanadamu kulazimisha kuwa Yesu ni Mungu, aliyakuwa maandiko yanakataa. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anaamini yeye ni nabii wa Mungu. Sasa kufundisha kwamba Yesu ni Mungu ni makosa. Labda kuna kitu nataka kidogo unisaidie. Hebu Waebrania 3:1 alafu ushuka katika sheria. Soma Waebrania 3:1 katika hii Waebrania, fungua Waebrania katika Imprimato. Kitabu cha Waebrania 3:1. Waebrania 3:1 nasema hivi: Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kuushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu, aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka kama Musa, naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Tulia. Kwa tunaona kwanza Yesu kuna aliyemweka kuwa nabii, kuwa mtume, na akawa mwaminifu kwake. Maana Yesu alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Sasa haiwezekani Mungu tena Yesu huyo tena ajifundishe yeye ni Mungu aliyakuwa Mungu ndo kamtuma. Yaani leo mfano wa kawaida tu kwamba rais amtume mtu kwamba nenda kafanye kazi afu afya bwana mimi ndio rais mwenyewe. Yaani anakiuka sasa mamlaka aliyopewa. Kwa hiyo atafanya agizo kama alivyotumwa. Yesu ni mtume, shuka chini sasa hapo. Soma haya maandiko hapo chini. Sherehe hapa. Kristo ni mtume kwa sababu alitumwa na Mungu kuwakomboa watu. Na hii ina ushahidi wa Yohana 3:17, 5:36, Warumi 1:1. Kristo ni pia kuhani mkuu kwa sababu anawakilisha watu mbele ya Mungu. Unaona? Kwa hiyo Kristo ni kuhani. Yeye anawakilisha watu mbele ya Mungu. Sasa hoja ya kwamba Yesu ni Mungu, Wakristo wanaitoa wapi? Ndio maana tunasema nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo Wakristo wanachohangaika ni maagizo ya wanadamu. Ndio wanaohangaika nayo, na ndio maana hawawezi kumjua Yesu. Kwanza ukiitazama Biblia yenyewe, hata historia ya Yesu haifahamu vizuri. Na ndio maana tumeanza kusoma ile Mathayo 1:1 kitabu cha ukoo wa Yesu. Ukisoma ule ukoo mpaka mwisho ni wa Yusufu. Yaani ule ukoo wote ni wa Yusufu. Sio wa Mariam. Sio wa Mariam. Na ili kuthibitisha hilo,
Hebu soma 1:16 Mathayo. Mathayo 1:16. 1:16 Mathayo. Mathayo 1:16. Mstari wa 16 Mathayo 1 anasema hivi: Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariam aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. 15 Eliudi akamzaa Eleazari akamzaa Matani akamzaa Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariam aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Sasa tunaona hapo Yakobo akamzaa Yusufu mumewe nani? Mariam. Kwa hiyo ukoo wote mpaka hapo ni ukoo wa nani? Okay. Si Yusufu huyo? Yusufu, yes. Kwa hiyo ni mumewe Mariam. Sasa ukoo huu sio wa Mariam. Ni ukoo wa mumewe Mariam. Yesu sio damu ya Yusufu. Na Yesu sio damu ya Yusufu. Na ndio maana Biblia Wakristo haifahamu. Kwa generation iliyotajwa hapo ni generation ya Yusufu. Kwa Biblia ndio maana Wakristo leo wanachanganyikiwa. Sasa sisi kama Waislamu tunaamini kwamba tunayo sababu ya kuwafundisha Wakristo wafahamu, kwa sababu tunapozungumzia sisi kama Waislamu, Qur'ani imeeleza vizuri. Ndio maana ukaeleza concept ya Mwenyezi Mungu. Na ukitazama Qur'ani imeeleza vizuri sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano kusoma surati Al-Ikhlas, yani sura 112. Kwa hiyo tunaona kwamba Qur'ani imeeleza vizuri kwamba say He is God, the one God, the absolutely. He does not give birth, nor was he born. There is nothing like unto him. Kwamba qul huwa Allahu ahad, sema Muhammad Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Allahu samad, Mwenyezi Mungu ndiye anastahili kuomba na kuabudiwa na kutegemewa. Lam yalid, hakuzaa, sifa ya Mwenyezi Mungu. Walam yulad, wala hakuzaliwa, walam yakul lahu kufuwan ahad. Na wala Mwenyezi Mungu hana anayefanana naye hata mmoja. Kwa hiyo hii sura inaonyesha utukufu wa Mwenyezi Mungu. Nasema this surah glorifying Almighty Allah by affirming the attribute that reflect the utmost form of praise, might, power, authority, etc. Glorifying Almighty Allah by negating the attribute that reflect any form of weakness, flaw, fault, etc. Kwa hiyo kuna aya hizi 4. Aya za kwanza 2 zile kwamba Mwenyezi Mungu ameanza kwa kusema qul, anamwambia mtume sema Muhammad huwa Allahu ahad. Sema ya Muhammad kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Allahu samad, Mwenyezi Mungu ndio anayestahili kuomba, kuabudiwa na kutegemewa. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano naye hata mmoja. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hafanani. Kwa hiyo kumfananisha Yesu na Mungu ni makosa. Kwa hiyo ninachotaka watu wafahamu ni kwamba hatukatai kwamba Wakristo hawafundi, wanafundisha, lakini mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa sababu naamini pia hata ukisoma katika Bible, Paulo huyo mwenyewe alioingiza watu mkenge, anasema mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni nani? Ni mwanadamu Kristo Yesu. Hata yeye mwenyewe anajua hilo. Hebu tulisome hilo andiko. Mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu imeandikwa katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 6. Naam. Okay. Timotheo moja sura ya 2 5 6. Okay. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Okay. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakao shuhudiwa kwa majira yake. Natosha. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Okay. Na mpatanishi kati ya Mungu na watu ni mmoja, ambao ni mwanadamu Kristo. Yes. Kwa hiyo Yesu anabariki kuwa mwanadamu, yeye ni mpatanishi tu kati ya Mungu, kwa hiyo ni connector.
anaunganisha watu huku waende kwa Mungu. Na ndio kazi ya manabii. Kwa hiyo Yesu hawezi kuwa Mungu. Ustadhi, haya maswala mimi na wewe wote ni wanadamu. Uwezekano umenizidi elimu, umenizidi hata ufahamu wa vitu na hata kusoma tu vitabu, nasoma vitabu vingi. Mimi leo nataka nikuulize swali moja ambalo nataka nilijue. Sawa. Waislamu mkisema Yesu sio Mungu, mnafaidika na nini? Ikiwa Wakristo wanasema ni Mungu. Na je, Wakristo wanapokuja kusema Yesu ni Mungu, wao wanapata faida gani? Yaani hii kitu kimetengenezwa kwa lengo lipi? Na hivi Waislamu kuja kusema Yesu sio Mungu, wanalitengeneza kwa lengo lipi? Yaani Wakristo wao wanasema Yesu ni Mungu. Ni nini wanachokipata hapa tukisema Yesu ni Mungu? Sasa tuje basi kwa Waislamu, wao wakikataa tufanye, kuna hasara wanayoipata Waislamu wakisema Yesu ni Mungu. Wanaona kuna hasara fulani tunaipata, au ni madhara fulani, au ni dhambi fulani tunaipata tukisema Yesu ni Mungu wakati Yesu ni mwanadamu. Haya, tunakuja kwa Kristo. Wao wanaona ni nini wanakipata wakisema Yesu ni Mwenyezi Mungu mkuu? Tumalize kwa haya maswali mawili ambayo huwa najiuliza sana pale tunapokuwa tunabishana. Muislamu kwani akiamua tu kukubali, haya basi sawa, Yesu ni Mungu, anapata hasara gani? Mkristo naye akiamua tu kukubali kwamba Yesu naye sio Mungu, anapata hasara gani? Muislamu ikikubalika leo kwamba Yesu sio Mungu, kama vitabu vinavyosema, yeye atapata faida gani kwa Yesu kutokuwa Mungu? Na Mkristo yeye akisema Yesu ni Mungu na Waislamu wote wakakubali kwamba Yesu ndio ni Mungu, yeye atapata faida gani? Swali zuri kabisa. Labda nini faida na nini hasara? Ukisoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema kwamba kusema kwamba Mwenyezi Mungu tu amejifanyia mtoto, yani ni tamko ambalo ni kali mbele ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu analichukia. Mfano, ukisoma Qur'ani sura ya 19 surati Maryam, hebu tuangalie aya nadhani ya 80 na 88, ngoja niangalie hapa, kwamba Mwenyezi Mungu anasema bismillahir rahmanir rahim, wa qalu takhadha rahman walada, na wao hata husema ya kuwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Naona, laqad ji'tum shay'an idda, hakika mmeleta jambo la kuchukiza sana mno. Nasema takadu samawatu yatafattarna minhu watanshaqqu al-ardu watakhirru lijibalu hadda, zinakaribia mbingu kutatuka kwa hilo tamko. Yani mbingu na ardhi zinakaribia kupasuka na milima kuanguka vipande vipande, kusema kwamba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Kwanza tamko hilo linamchukiza Mwenyezi Mungu. Inaweza ikasababisha Mwenyezi Mungu akaleta ghadhabu. Kwa sababu gani? Kusema Mungu amejifanyia mtoto au Mungu ni fulani. Mwenyezi Mungu, na hata Biblia inasema kwa kuwa Mwenyezi Mungu Bwana ni Mungu mwenye wivu. Mungu ana wivu kwamba akuumbe wewe alafu wewe ukamwabudie kiumbe mwingine. Lazima Mungu achukie. Kwa hiyo sisi tunapata faida hivi kwamba kwanza tunasababisha kuondoa ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kutangaza kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuwa kiumbe. Kwa hiyo Wakristo kusema Yesu ni Mungu, wanapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Wanapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu wao wanampa sifa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anasema hakuna Mungu mwingine ila yeye. Mfano kusoma katika Isaya sura ile ya 24:45 kwamba Bwana mkombozi wako yeye aliyekuumba tumboni asema hivi, mimi ni Bwana nifanyie vitu vyote, nienezae mbingu, mtandazae nchi, ni nani aliye pamoja nami? Hili ni swali. Kwa hiyo kumfanya Mungu ana ushirika na Mungu mwingine, hii ni makosa. Na ndio maana Yesu mwenyewe alisema kumwambia mama yake kwamba mama, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa baba yangu, lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie napaa kwenda kwa baba yangu, naye ni baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni nani? Ni Mungu wenu. Sasa hata tutashangaa kwamba ionekane kwamba wanafunzi walikuwa hawajui kwamba Yesu ni Mungu, hali ya kuwa Yesu mwenyewe mpaka maneno yake ya mwisho anaambia napaa kwenda kwa nani? Kwa baba yangu, nani? Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni nani? Ni Mungu wenu. Kwa hiyo na Yesu naye alikuwa hajui kama yeye ni Mungu. Kama tukisema wanafunzi, sio hajui, hakubaliani na hilo kwamba yeye ni Mungu. Sio kujua tu, kwa sababu yeye mpaka maneno ya mwisho hayo
anawaambia wanafunzi, anamwambia mama yake, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa baba yangu, ambaye kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Maana ndio maana lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie. Na ndio maana nikasoma Mathayo 1:1 kitabu cha ukoo. Sasa kama Yesu ana ukoo, Yesu hapa anasema maneno yake ya mwisho kwamba usinishike Mariam, kwa maana sijapaa kwenda kwa nani? Kwa baba yangu, lakini enenda kwa ndugu zangu. Maana Yesu ana ndugu. Sasa Mungu atakuwa na ndugu. Sasa kuna Mungu shangazi, Mungu mjomba, shemeji? No. Mungu mjukuu? Haiwezekani. Kwa hiyo Yesu hapa anatoa mafundisho kwamba napaa kwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni nani? Ni Mungu wenu. Lakini sasa swali unaweza kaniuliza kwamba Waislamu mnakubali Mungu ni baba? Hilo unaweza kaniuliza swali. Okay. No. Sawa. Nitakuuliza swali lakini nataka tumalizane kwanza na hii. Wale wa Kristo wao kwani tufanye wameitengeneza? No. Ili wapate nini? Ili wapate nini? Kwamba Yesu ni Mungu. Ni nini wewe unavyoona? Au ameifanya hivi kwa lengo gani labda? Kuna lengo gani la kusema Yesu ni Mungu kama Yesu mwenyewe amekataa, wanafunzi wamekataa, Biblia imekataa, Qur'ani inakataa. Wao wakisema kwa sifa zile alizozionyesha Yesu anaonekana kabisa ni Mungu na wanasema ndo Mungu mkuu kama mwalimu wangu Mwankema anavyoniambia. Je, mimi nakuwa napata nini Yesu akiwa ni Mungu? Yaani tuseme ni nini na basi nafaidika mimi? Kama dunia yote siku ikikubali kwamba Yesu ni Mungu, mimi nafaidika nini? Dunia hata ikubali kwa Yesu ni Mungu, bado haimsabibishi kwamba Yesu ni Mungu, kwa sababu maandiko tayari yashakuwa wazi. Yesu ameshafundisha, tazama mtumishi wangu niliyemteua, niliyopendezwa naye. Naona ukisoma ile 11:18 kitabu cha Mathayo kwamba tazama mtumishi wangu niliyemteua, moyo wangu umependezwa naye, nami nitatia neno yangu juu yake, nitatia roho yangu juu yake, nao atawahubiri mataifa. Kwa hiyo tunakuta kwanza Yesu ametumwa na Mungu kwa ajili ya kuwahubiri mataifa. Sasa faida inayopatikana ni kwamba mtu anayekubali kwamba Yesu ni mtume wa Mungu, huyo atakuwa ameendana na maandiko, lakini atakayetangaza ndio lile andiko la 7:7 kitabu cha Marko ambao linasema watu hawa huniheshimu kwa midomo. Kwamba ni vema alivyotabiri nabii Isaya habari zao akisema, naona kwamba watu hao uniabudu nao uniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo kama watu watakuwa wanafuata maagizo ya wanadamu, mfano hebu nisomee 13:24 Luka. Sasa hasara wanaoipata Wakristo kwa kusema Yesu ni Mungu ndio hiyo hapo. 13:24 Luka. 13:24 Luka. Mstari wa 28 anasema, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Tulia. Kwamba Yesu anatoa tahadhari. Yesu anatoa onyo kwamba jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa sababu wengi watatamani kuingia na wasifanyaje? Wasiweze. Endelea. 25. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango mkisema, e Bwana tufungulie, yeye atajibu na kuambia, siwajui mtokapo. Tulia. Kwa hiyo tunaona kwamba wakati mwenye nyumba hapo anakusudia Bwana Yesu katika utawala wake wa siku za mwisho. Kwamba mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkaubisha mlango mkisema, e Bwana tufungulie, naye atajibu atasema kwamba siwajui mtokako. Kwa nini anawakataa? Endelea. 26. Ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu. Sasa hapo tunagundua kwamba walioambiwa hapo ni Wakristo, sio Waislamu. Kwamba watajibu, wataeleza sifa yao hawa wanaoenda kugonga mlango. Kwamba sisi tulikula na kunywa kwa jina lako, nao ulifundisha katika njia zetu. Kwa hiyo tunakuta wanaokunywa, kuleni, huu ni mwili wa Bwana Yesu aliyeuamba juu msalabani. Kunyweni, hii ndio damu ya Bwana Yesu iliyomwagika juu msalabani. Kwa hiyo tunakuta wenye mafundisho ya kula na kunywa katika ibada ni Wakristo. Kwa hiyo hao ni Wakristo ambao wanatangaza Yesu mwana wa Mungu, Yesu Mungu. Yesu anawakataa, hawajui watokako. Endelea. Naye atasema, nawaambia siwajui mtokako, ondokeni kwangu ninyi wote mlio wafanyaji wa udhalimu. Yesu anawafukuza, anaambia ondokeni kwangu. Kwanza nishawaambia siwajui mtokako, ondokeni kwangu mlio wafanyaji wa udhalimu. Kwa hiyo hao ni madhalimu wanafukuzwa. Endelea.
Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno mtakapomwona Abraham na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Kwa hiyo hapo hasara ambao watawapata Wakristo ni kutupwa nje. Hasara ya kutupwa nje. Kwa hiyo kinachowasisitiza tu Wakristo ni kwamba hebu washikamane na mafundisho wa Bwana Yesu kwa usahihi wake, na ikiwezekana wasilimu, kwa sababu hakuna Mkristo atakayeingia peponi. Hakuna andiko, hakuna Mkristo atakayeingia peponi kwa mafundisho haya ambayo watu wanafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, hali ya kuwa Yesu mwenyewe amefundisha. Anamwambia mama yake kauli ya mwisho kwamba usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa baba yangu, lakini endenda kwa ndugu zangu kawaambie napaa kwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Na ndio maana nikasema hapa labda swali lije kwamba Waislamu tunakubali kuwa Mungu ni baba. Mungu ni baba, yes. Labda tulijibu kabisa. Sawa. Ili kwa sababu hapa ninajibu, sikujibu wewe, pia ninajibu na jamii. Kwa sababu inawezekana kesho na kesho kutwa aonekane mwalimu wenu kakubali Mungu ni baba. Sasa tunaona, na ndio maana hata leo ukiona serikali inachukua madawa, mfano madawa labda yale ya kipindupindu na nini, yakipelekwa mkoa fulani, basi jua hiyo sehemu ina tatizo. Kwa maana sehemu ambayo haina tatizo, na maana Yesu anasema sikuja kuwafuata walio na afya bali walio hawawezi. Kwa hiyo sehemu ambayo sisi tunaamini ni kwamba kuna sababu kwa nini sisi Waislamu Qur'ani haikuja kutangaza kuwa Mungu ni baba, kwa sababu fundisho la ubaba lilitumiwa vibaya na Wakristo. Kwa hiyo fundisho la baba lilitumiwa vibaya na watu waliamini kwamba baba manake Yesu anakuwa ni mwana. Sasa nataka tuangalie maandiko. Kwa nini hapa tumeikubali neno baba? Kwa mafundisho sahihi ilikuwa baba inatumika vipi? Je, ukisema baba manake wewe ni mwana? Kwa kawaida tu unaposema baba, wewe unasema baba na huyu baba anatakuwa kuita wewe nani? Mwana. Hebu tuangalie maandiko, ndio anasema hivyo. 64:8 kitabu cha Isaya 64:8. Sawa. (64:8) kitabu cha Isaya kinasema hivi: lakini sasa Bwana, wewe u baba yetu, sisi tu udongo, nawe umfinyazi wetu, sisi sote tu kazi ya mikono yako. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia nasema, lakini sasa Bwana, wewe u baba yetu, sisi tu udongo, na wewe umfinyazi wetu, na sisi sote ni kazi ya nini? Ya mikono yako. Kwa hiyo sisi tunaposema baba kibiblia, kwa mujibu wa fundisho hili hapa, Waislamu tunalikubali vipi? Neno baba hapa aliyokusudia Yesu, tunaamini kwamba unaposema baba, wewe sio mwana, wewe ni udongo. Tunaamini Yesu ni mwana wa Adamu. Kwa hiyo yeye ni udongo, Mungu ametufinyanga. Ndio tafsiri ya neno baba. Haina maana ukiita baba maana yake yeye ni mwana. Maana mtu asije kaondoka na fundisho hilo, Sheikh Bal Shemboga akakubali kwamba Mungu ni baba. Baba wa hapa tumekusudia kwa mujibu wa andiko hilo kwamba baba maana yake wewe ni udongo, Mungu anakuwa mfinyanzi wetu, na sisi sote ni kazi ya mikono wake. Kwa hiyo hii ndio tafsiri sahihi ya neno baba. Lakini hoja nyingine, labda kuna kitu ulikisema kwamba Danieli alinukuu sura ya 16 ya 17 kwamba je, Mwenyezi Mungu anayeumba ni sawa na asiyeumba? Akakusudia ile Yesu aliumba ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Alifanya neno idhini pale wanaitoa. Lakini tuchukulie mfano tu, hebu nisomee kitabu cha Kutoka sura ya 8 aya ya 17. Kutoka 8. Tuangalie mfano mwingine huo hapo. Na Kutoka 8:17. 17 anasema hivi: nao wakafanya hivyo. Anzia 16. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyoosha fimbo yako ukayapiga mavumbi ya nchi, ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri. Hapo kwanza amri Mungu anamwambia Musa, mwambie Haruni kwamba anyooshe mkono wake ayapige mavumbi fimbo ili yawe chawa. Hivi chawa sio kiumbe? Kiumbe. Endelea. Nao wakafanya hivyo. Haruni akanyoosha mkono wake na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya nchi, nayo yakawa chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Mavumbi yote ya nchi yakawa ni chawa katika nchi yote ya Misri. Sasa nchi yote ya Misri yalienea chawa kwa wanyama, binadamu, lakini hao chawa wote wametokana na fimbo ilivyopigwa. Maana yake tayari hao ni viumbe.
Sasa nao tumuite Harun na Musa alikuwa Mungu, kitu ambacho hakiwezekani. Huu ni kuonyesha kwamba hayo waliyafanya kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, alifanya Yesu kwa idhini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Tunaona hata Ibrahimu, soma Qur'ani sura ya pili aya 159. Tunaona pia hata Ibrahimu naye aliumba ndege. Tena aliambiwa waachinje kisha awaite wakafufuka. Kwa hiyo hii ni miujiza tu ambayo manabii wanaifanya kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio sahihi. Kwa hiyo nacho kwa kumalizia tu ni kwamba Waislamu wale wadau bado nahitaji vifaa, kamera, nahitaji laptop, vifaa kwa ajili ya kufanya kazi ya dawa. Hapa majuzi nisafiri kidogo kwa ajili ya kazi ya dawa, lakini nikapata itilafu kidogo. Sitaki kusema ni itilafu gani, na ndio maana umeona nimekaa na miwani muda mrefu. Nilipata kidogo ajali kidogo. Kwa hiyo si kubwa sana, lakini imeniathiri. Kwa hiyo naomba tu Waislamu tuweze kupata vifaa kwa ajili ya kufanya kazi ya dawa. Tunao mambo mengi ambayo tunahitaji kuyafundisha. Namba yangu ni 0714849463. Kwa wale waliokuwa nje wataanza na jumlisha 25571484463 insha Allah, na hiyo ndio namba ya WhatsApp. Hiyo pia unaweza ukaitumia baada ya kusema haya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama nitembelea channel yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe leo kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.